itathmini vizuri. Yaani mimi hata nikikuombea hapa, matokeo yanaweza yasije kama hujakubali kukaa kwenye mfumo wa kimungu, kwa sababu huku nje kuna mbwa mwitu mkali. Bwana asifiwe jamani, amina jamani, haleluya. Lazima tukubali kwamba sisi tuna mahali pa kutembea, tuna mahali pa kuongozwa. Bwana asifiwe. Uendelee kutembea na janja zako. Jana nilikupa ule ushuhuda hapo. Marafiki wabaya, wengi wetu tamaa. Hali ulionayo ya kihuduma, tamaa. Yaani tunaishi kwenye maisha ambayo tumemweka Yesu kama ana kazi ya kufanya kwetu, ila kuna vitu tunavitamani vitokee kabla ya wakati, haviwezi kutokea. Hivi jamani, tuongeage ule ukweli. Leo hii tunamwongea Daudi. Daudi alimuua Goliati, sifa zinakuja nyingi. Yeye ameua sio mangapi elfu huko. Hivi Daudi alianzia kumuua Goliati? Alianzia wapi? Si alianzia polini? Kule polini kuna mtu alimtambua Daudi. Lakini unajaribu kufikiria, asingeua simba na dubu polini, angekuja kumuua Goliati. Zile ni hatua ambazo Mungu anakufundisha, lazima ukubali kutembea kwenye ramani. Wewe mtoto ana miaka kama huyu tu, mtoto huyu ambaye amevaa sare ya kwaya huyu, anakuambia baba ninunulie gari. Hivi utamnunulia huyo mtoto gari? Kwa nini? Kuna hatua anatakiwa atembee nazo, afike mahali kwanza aongezeke, akue, alafu kabla ya gari afundishwe mambo ya gari. Bwana asifiwe. Sasa wewe unataka upo kwenye umri, Mungu akikuangalia anasema huyu mtu hivi vitu nikimfanyia si vinampeleka korongoni. Mungu anatuwazia yaliyo mema, lakini sisi ndo tuna haraka. Kuna mambo tuna haraka nayo sana. Waswahili wanasema haraka haraka haina nini. Ni kweli unatembea una spidi sawa, na mimi sijakataa. Ni kweli uko kanisani sawa, ni kweli una vipawa sawa, ni kweli una huduma sawa, lakini hatua ndogo ndogo zina maana kubwa. Tulia kwenye hatua ndogo ndogo. Bwana asifiwe. Mimi shuhuda nilizokuwa nakupa jana, zile za vilio vingi, ni mwaka 2004 ninalia. Unaelewa? Lakini nilikuwa ninatengenezwa kwa ajili ya leo. Sasa hivi hata nikilala sio, nikisikia mlango unafunguka, kuna mahali nilienda, mlango tu unafunguka, upo chumbani mlango unajifungukia, umefunga kwa ndani mtu anafungua. Lakini kwa sababu nilishayapitia mengine kule, nilishakaa kwenye ramani, nimeshajifunza kwa Yesu, siteteleki, nasimama imara, najua Bwana yupo. Bwana asifiwe jamani, amina jamani, haleluya. Hautamuua Goliati mpaka ukaue simba na dubu, tena kwenye hakuna hata wa kukupigia makofi, uko peke yako. Haya, unaniona leo nahubiri hapa, nimeanzia vijijini. Kuna mtu amekaa tu hapa anatamani, yaani na mimi ningekuwa kama huyu. Wewe, kuna gharama. Tembea kwenye ramani ya Mungu, usione vyaelea vimeundwa. Bwana asifiwe jamani, haleluya. Mimi sikatai kutamani, sawa. Alafu kuna muda, kwa mfano kama leo nimekaa hapo nafanya kazi Elimpaa, inafika saa 10 na jioni, nasema hivi kuna mtu anatamani yaani anatamani kuwa kama mimi yani. Nikikaa hotelini silali, yaani saa 7 hii hapa, saa 8 hii hapa, saa 9 hii hapa, unasinzia kidogo, unashtuka, unawaza itakuwaje kesho. Bwana asifiwe wanaume. Tembea tu kwenye ramani. Mambo mazuri hayahitaji haraka.
unatengenezwa kwanza ili uwe na uwezo wa kustahimili yale mambo makubwa ambayo Bwana atakupa, uyatunze yasikuzuzue. Sasa kama mimi hivi eti mimi nazuzuliwa na nini? Yaani hata mnashangaa, yaani mwenzako unavyoniona hapa naongea niko madhabahuni, Roho Mtakatifu ni shahidi. Yaani sijawahi ona kuhubiri hivi kuitwa mikoani kama ni kitu cha kushikamana nacho. Unaelewa? Yaani ninachokijua ni kwamba Mungu huwapinga wenye kiburi. Alafu ninajua nilikotoka. Alafu ninajiuliza, hivi Mungu akinikataa mimi nitakuwa mgeni wa nani? Majeshi yote ya mbinguni yakinikataa mimi Tina, nitakuwa mgeni wa nani? Huduma, vipawa ni neema tu ambayo ukileta utani Mungu anachukua anampa mwingine. Jamani, amina. Bwana asifiwe sana. Nilipokuwa ninatafakari ile siku mchungaji ameongea hapa kuhusu vile huyu baba mtumishi aliongea, nikarudi hotelini ule usiku, nikaa namuomba Mungu kwa ajili ya huduma, nikayakumbuka na yale, nikasema hivi mimi bila kumbeba Yesu nani angenithamini? Nikamtafakari yule mwanapunda, thamani ya yule mwanapunda kutandikiwa vitenge ni kwa sababu tu alimbeba Yesu. Haya, Yesu ameshashuka, huyo punda kinachofuatwa ni nini? Unaijuaga ile mijeledi akatishwa vibaya, akatisha hapo vibaya, hebu bonda huyo punda, watu mawe, viboko. Yaani thamani yetu sisi ni kuwa ndani ya Kristo Yesu. Hicho ndicho kitu pekee ambacho kitatupa matokeo tunayoyataka kwenye maisha yetu. Bwana asifiwe. Waimbaji siku hizi, nimeona Datupe ananibariki sana. Yaani waimbaji eti ni wafanyabiashara. Mimi nilialikwa mahali sipatani, wakaleta mwimbaji mmoja hivi maarufu sana. Yaani nikanamwona anavyoimba, nikanashangaa tu. Yaani ana mbwembwe, yaani ana vitu hata sivielewi, hakuna utukufu wa Mungu, alafu ameletwa pale ili alipwe. Kazi ya nani? Hivi huko duniani hakuna vipaji? Mbona wa duniani wanaimba hata kuliko sisi? Ili tofauti ionekane lazima utembee kwenye nini? Kwenye ramani ya Mungu. Jamani, amina. Jamani, haleluya. Mimi nilikwambia wewe hata kama unakoroma kama mimi, wewe koroma, ila kaa kwenye ramani. Roho Mtakatifu atapaka mafuta, kwa sababu kusudi sio kuburudisha watu. Kusudi ni watu waguswe na ujumbe wa Mungu kupitia uimbaji wetu. Bwana asifiwe. Si unamwona Datupe hapa na upendo wimbo wake mmoja anasema Samsoni. Jamani, yaani kama wewe ni mvivu wa kusoma Biblia, siuchukue tu flash hapo ukamsikilize Samsoni, hapo unakuwa umeshaelewa, aha, kumbe Samsoni ziliota tena. Wengine hata wajui ziliota. Wangapi mnahudumiwa na uimbaji? Si unaona, yaani kunakuwa kitu mtu asiimbe kwa burudani, ahudumie maisha ya watu. Kazi yetu sisi ni kumuonesha Yesu jinsi alivyo kwa watu. Bwana asifiwe. Jamani, amina. Jamani, haleluya. Kwa hiyo sasa tunaona kabisa kwamba tukaangalia Tomaso, kuna maswali aliuliza, tukaangalia Yesu alijibu kwamba yeye ni njia. Ukitembea kwenye njia ya Yesu, nikakwambia hautajikwaa mwana wa Mungu, utakuwa salama, utafika mahali unakokwenda. Hata kama kuna kona, Yesu atakuongoza, atakutangulia mbele. Anapotoa mguu, wewe uko salama ukikanyaga. Bwana asifiwe. Maisha yote ukiwepo duniani, kama wewe ni mfanyabiashara, sijui ni mwalimu, ni mchungaji, ni mtu wa ofisi gani, upo kwa ajili ya Kristo Yesu. Eneo lolote ambalo Mungu amekuweka, ukae unajua wewe ni chombo cha nani? Cha Bwana. Tembea tu kwenye ramani,
Kwenye biashara yako tembea kwenye ramani, acha kuona wivu, acha kukurupuka. Ulisikia fulani anauza hiki akafanikiwa, wewe tembea kwenye ramani, tafuta maongozi ya Roho Mtakatifu, mpe Mungu ibada. Unapokuwa kwa Yesu kuna vitu vya kujifunza vingi. Bwana asifiwe. Haya, kipengele cha pili, Yesu anajibu anasema mimi ni kweli, anasema mimi ni njia. Alafu kipengele cha pili anasema mimi ni kweli, na naomba nipaongelee hapo, alafu kesho tutamalizia hiyo ambayo ni uzima. Tunapoongea kweli, Bwana asifiwe, ninaongea kwamba ukitaka kuwa na maisha yenye matokeo kwenye maisha haya ya Ukristo tulionayo sasa na ya baadaye ya kwenda mbinguni, lazima uwe na mtazamo huu kwamba Yesu ni njia. Sawa jamani? Una maono ya kufika mbali, unatamani kupata mtoto, unatamani kupata mume, unatamani kupata mke, unatamani kupata kazi, unatamani huduma yenye matokeo. Lazima uwe na mtazamo wa kwamba Yesu ni njia ya mimi kufika ninapotaka kwenda. Bwana asifiwe. Jamani, amina. Tunapoiongelea kweli, neno kweli ni uhalisia usio na shaka. Unaelewa? Kwa hiyo Yesu anapojifunua kwako kama kweli, maana yake kwamba huyu Yesu anachokiongea kwangu ni uhalisia ambao hauna mashaka. Kwa sababu hauna mashaka, ninatakiwa nimfuate yeye, kile anachoniambia ndicho nikifanye. Na unamfanyaje Yesu kuwa kweli wakati tayari umeshamfanya kuwa njia? Jamani, amina. Ukishakaa tu kwenye ramani, Yesu unamuelewa ni kweli. Hata kama utaiona milima, neno la Bwana linasemaje? Anasema atakuongoza kwenye haki yote. Unaanza kutafuta kuongozwa kwenye haki yote, maana unajua ni uhalisia usio na mashaka. Yesu amesema nitakuponya. Uko ndani ya ramani, hauna haja ya kupata shida. Alichosema ndicho kilivyo. Akisema nitakuponya, uwe na uhakika anaponya. Akisema nitasamehe, uwe na uhakika anasamehe. Akisema nitakupandisha viwango, uwe na uhakika atakupandisha viwango. Na ndio maana anamwambia Tomaso anasema tunaendaje hatuijui njia? Anamwambia Tomaso mimi ni njia. Haishii pale, anaona maybe Tomaso hajaelewa. Anamwambia nikiwa katika njia, alafu mimi ni kweli. Bwana asifiwe. Kwamba ukitembea na mimi utafika unapotakiwa kwenda. Acha kwenda mbele za Mungu na matakwa yako. Kinachotusumbua ni hiki. Unaenda mbele za Mungu, yani Mungu anayo ramani ya maisha yako, anao mwanzo wa maisha yako, anazo hatua za maisha yako, anayo mwisho wa maisha yako. Yeye ndiye Alfa na Omega. Alikuwepo tangu mwanzo, kabla ya misingi ya dunia ikuwepo, yeye alikuwepo. Kwa hiyo kila kitu kinachotokea duniani, yeye anajua kuhusu hicho kitu. Jamani, amina. Bwana asifiwe. Anamhakikishia Tomaso kwamba mimi ni kweli, yani mimi ni halisi. Ukinifuata mimi hautakwenda gizani kamwe. Akisema nitakubariki wewe, kaa kwenye ramani, anabariki. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Akisema nitakuinua, kaa kwenye ramani, acha shauku zako. Unapoenda mbele za Bwana, unaenda kama kwa baba yako ambaye anayajua maisha yako, anajua ule nini uvae nini. Nenda mbele za Mungu kama mtoto anapoenda kwa wazazi wake. Baba, nimefukuzwa ada shuleni, sina ada na mwalimu ameniambia nisiende shule tena. Yule mtoto akiongea amemaliza habari za ada, baba yake anajua kama ataenda akakope, kama ataenda akatafute, lakini mtoto lazima arudi shule.
asifiwe. Hapa tupo na watoto wetu, nyewe wa mama nyumbani kwenu hamjaandaa kwamba mtapika jioni? Si mmeandaa chakula? Wakina baba si mliweka hela mezani? Kwamba leo ni siku, watoto hawajui tena, hata hawajui watakula nini. Yesu ameyaweka maisha ya familia, ameyaweka haya maisha ili tutazame ule muundo anaoutaka. Acheni habari za kusema yani nimekuja nina shida. Niangalie uko kwenye ramani. Kama haupo kwenye ramani, mwambie Bwana, nimekuja kwako, wewe ni maisha yangu, unajua kila kitu kuhusu mimi. Anasema utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, mengine yote mtazidishiwa. Jamani, amina. Bwana asifiwe. Sasa kama mimi hapa uniambie natafuta umaarufu, ni upeleke wapi? Hivi unajua shetani anaponiataki wewe? Tuliona, niliwaambia, niliweka ile status, nilikaa ninalia. Siwezi kuja hapa nije nikusimulie nayo yapitie, unaelewa? Lakini ninajua ninaye Baba. Nakwambia Yesu ni kweli, anachosema ndicho kilichopo na ndivyo kitakuwa. Ananiambia. Bwana asifiwe. Mimi mwanzo nikakaa nikatafakari mambo mengi, nikasema wito wa mtu aliyebeba kusudi umejaa mambo mengi sana. Nikamwaza samaki, nikajiuliza, nikawaza viumbe vya kutosha, lakini nikaja nikamwaza samaki. Nikasema hivi, kwenye yale maji mengi hivi samaki, kwanza nikajiuliza hivi samaki amewahi kuona machozi yake? Nikasema anajua vile analia, akiumia anajua. Nikasema hivi yule samaki mwenzie amewahi kuona machozi ya mwenzake? Nikasema sidhani. Ameyaonaje? Nikaa natafakari huku machozi yanabubujika, machozi yananitoka. Nikashangaa Roho Mtakatifu ananiambia, lakini mimi Mungu ninayajua machozi ya samaki. Niliposikia tu ile sauti nikajisikia kutiwa moyo. Nikasema asante Mungu, kumbe kwenye hii hali ninayoipitia Yesu ni kweli yuko pamoja na mimi, sitaangamia. Kazi yangu mimi ni kusimama kwenye kusudi lake, kuhakikisha yale mambo anayotaka Yesu yanatokea. Hiyo ndo kazi yangu mimi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kweli ni uhalisia usio na shaka. Jioni ya leo mbebe Yesu kama halisi, kama kweli sio na shaka yoyote. Yale maswali ulionayo anaweza. Yeye ni Bwana wa mabwana, ni simba wa kabila la Yuda. Yeye peke yake alikufa kwa ajili yetu, alilala kaburini. Wewe siku ya kwanza alikuwa kaburini, anafanya mabadilishano yangu mimi na wewe, anatukomboa kupitia ile damu yake, anatununua kwa gharama, anailipa ile damu. Na kwambia alipofika kwa Mungu Baba, aliipeleka ile damu, akamwambia Mungu, malipo haya hapa, nimeshanyang'anya kule kwa adui. Na kwambia siku ya tatu alitoka kaburini. Wewe ni nani ambaye alizikwa kaburini akatoka mwenyewe? Hata Lazaro Yesu ndo alimwita akasema, toka nje Lazaro. Achana na wale wanaokufa asubuhi wamezimia wanakohoa. Mimi siwaongelea, unaongelea aliyezikwa kabisa kwenye kaburi, amepingilishwa na jiwe. Wewe nakwambia sio historia, Yesu ni halisi. Mpokee kwenye maisha yako kama halisi. Acha kutembea kama yatima, acha kutembea kama mtoto wa kambo. Yesu ni baba yako. Unapompokea Yesu unafanyika mtoto wa Mungu. Wewe sio mtoto wa kambo. Wengine wata-expire, lakini sio wewe. Unayo haki, maana umefanyika kupitia damu ya Yesu Kristo aliye hai. Acha kuishi kama yatima, unaishi kama mtoto wa kambo mbinguni. Bwana asifiwe.
unaishi unaogopa, yani sio itakuwaje, yani sio ukisikia juu ya bati wamekuja wakina nani? Na nikwambie hivi, yani kazi yako wewe ni kumwamini tu Yesu, mchukue kama alivyo, yaamini haya maneno kwamba ni kweli, ni halisi. Nakwambia utamwona Mungu, wala utahitaji mahangaiko. Kanisa ambalo limemtazama Yesu kama njia, limemtazama kama kweli, nakwambia ni watu waliojaa nguvu. Maana unapoamini juu ya kitu cha Yesu Kristo aliye hai, nakwambia kinakuwa kwako kama kilivyo. Mimi nilimuomba Mungu nikamwambia hivi, umeamua kuniita mimi kwenye umri huu, nikamwambia nataka unitumie kwa mapenzi yako tu. Nikamwambia Mungu, mimi ni mpole kabisa kwenye kuongea. Hata mume wangu siku za nyuma nilikuwa nikiongea naye, ongea haraka bwana, unanimaliza salimu. Nilikuwa sipendi, yani nasema hivi mimi naongeaje? Nimewahi mpaka kwenda kumuuliza mamangu, japokuwa naye alikuwa ananiingilizia ndio. Nikajiuliza mimi mtu wa aina gani? Mtu akikupigia simu, ukipokea simu anauliza umelala. Hapo watu wananichukulia kama mzembe fulani hivi, yani hawezi kupika, hawezi kufua. Nikanajisikia vibaya. Bwana asifiwe. Nikanajisikia vibaya, yani kila mtu ananigilizia. Kuna mwingine unaenda hata hivyo unahubiri, ndio kama hivyo wakikupokea. Kila kipindi Mungu tu ananiambia naenda kukutambulisha. Tumepanda maskini ya Mungu gari, tumeenda huko Rukwa vijijini. Ndio wamealika mhubiri, walikuwa wamealika na kwaya moja maarufu kweli. Maana wameambiwa anakuja mwinjilisti. Mimi mama anavyoniambia, mama mchungaji, Tina, mimi Mungu amenisemesha wewe ndio unaenda kubaki. Sema mama, unataka nikakutia hiyo? Mimi naanza kuhubiri mimi. Kwanza wahubiri wanaongea haraka. Mimi nitaongea haraka sitazimia. Mama akakazana akasema Mungu ameniambia. Tukafika jamani, tumepanda gari tumefika stand. Kipindi hicho kuna rambo. Nimeshika rambo yangu ya blue imechorwa na yule rambo mwenyewe. Niko na mdogo wangu amenibeba kwenda kunisaidia kulea mtoto. Jamani, tunafika yule mkurugenzi anakuja kutupokea pale. Akampokea mama mchungaji yule. Alikuwa mama mkurugenzi wa jimbo. Akampokea, karibu sana mama, karibu sana mama. Mimi na karambo kangu niko pale. Akamuuliza mama swali. Mama, mwinjilisti yuko wapi? Mimi ndio yuko hapa. Afu niulisha umeambiwa huduma, yani chakula akipandi. Umeomba umekonda, yani ndio mwili umesinya. Afu nilikuwa nanyonyesha mtoto wa kiume, yani ndo ana mwaka na miezi 10, kwa mwili umeshuka hatari. Mama ikabidi kujibu kwamba ndo huyu. Akaona hata aibu mama kwanza. Akaona mimi nitajisikia vibaya, akamvuta yule mama pembeni. Akamwambia, "We, injilisti ndo huyo?" Nikamwona yule mama ameshuka moyo. Bwana sifiwe. Hapo ashuki ndo siku ya kwanza ya. Hapo Mungu amekwambia anaenda kukutambulisha. Yule mama akakaa pembeni. Mdogo wangu wa kike nilikuwa nimembeba akanisaidia kulea mtoto. Akaniita pembeni, hajaokoka wala nini. Akasema, "Dada, mbona umevunjika moyo hivi?" Yaani maana tukaenda kukaa kwenye tumawe kama pale. Yaani wameshtuka na hata hawajaja sasa kunisalimia, yani wameshtuka. Nikajisikia vibaya, nikasema wameshanikataa. Tumekaa, mdogo wangu akaniambia, "Dada, yani Mungu atakutumia wewe mpaka watashangaa na wataomba msamaha kwa hiki walichofanya." Yaani unajua ni punda aliongea. Maana yule mdogo wangu kwanza alikuwa ni mlevi. Nimembeba kanisaidia kulea mtoto, sina wa kumbeba. Amekunywa pombe afu akanitia moyo hapo. Alafu lile neno alivyoliongea likaingia kama likajenga kaimani fulani hivi.
Tukapanda gari nyingine, ilikuwa tumeshuka Ilemba, tukawa tunaenda sehemu moja kunaitwa Kawila mbali huko. Tulipofika, mimi ndo wa kwanza kwenda kuoga. Haya, nimetoka naenda bafuni. Yaani bafuni ni uwanja hivi, wanapikia hapa, afu bafuni ni pale, afu mabafu yenyewe ni ile milango ambayo ukiingia unachungulia cha nje, kwa ukiingia unafunika kitenge. Nikaa naingia bwana, yule mama na wengine wanapika pale. Nimeingia kuoga. Kabla sijavua nguo nikasema hebu niwachungulie. Nikawachungulia. Wanakonyeza, "Wewe, mhubiri ni kwani mjilisti ni nani?" Nikashangaa, "Mwenzangu. Mama wa kabila fulani liko Mbeya huko Mnene Pomwe." Jamani. Yule mama akaninyali sasa kwa mara nyingine, yani akaninyali kabisa. Akasema, "Mwenzangu, yani ndo huyo mnayemwona wale wa mama nao nakwambia walikuwa wameialika hiyo kwaya, ni machachari kipindi hicho. Ikiitwa hiyo kwaya lazima watu waje wa kutosha." Nikashangaa yule mama, tusije tukatia aibu. Ngoja niwapigie na wale kwaya. Akanachukua kasimu, kuna dharura imetokea, msije kwanza. Ninakwambia mfanye Yesu kuwa kweli. Yesu alikuwa ameniambia naenda kukutambulisha kilichokuwa kinatakiwa kwangu, sio mazingira ninayoyaona, ila ni kusimama na lile neno la Bwana kwamba ni kweli pako hivi, lakini lazima matokeo yaliyokusudiwa yaonekane. Bwana asifiwe. Akapiga simu, nikashindwa kuoga. Nikajinyanyua huyo, nikatoka nikaacha na maji. Nikarudi nikaambia mama, wamenikataa kwa mara nyingine. Mimi hata kuoga mama nimeshindwa, naomba utafute mhubiri mwingine. Mama naye akakazini, "Wewe, hauna ni Mungu." Nikaa namsubiri mama aongee. Natamani hata tubadilishane. Mama akasema hamna. Ni Mungu atakutumia. Halafu Mungu huyu Bwana, yaani kuna majira zamani nilikuwa streseki kabisa kuandaa ujumbe, siku hizi ndo nateseka. Kumbe ukikua Mungu anakuachia kama tai na wewe ukatafute. Sina diary, sina ujumbe na Biblia yangu na daftari liko empty. Nasema wewe Mungu, sasa kunitambulisha hao wanahubiri si wanasomaga? Maana tunaanzia semina ndani afu mkutano nje. Nikiwa nimekaa pale, tukalala, nikashindwa hata kwenda kuoga sikwenda. Yule mama tena akarudi, kwanza alikuwa ameninanga sana yule mama. Yaani alikuwa amenikazia. Yaani sio anatamanije. Na mimi nilikuwa nimenyamaza siongei. Karudi tena kule kabla hata hatujalala. Yaani ananipanga hadi jinsi ya kuhubiri. Yaani eneo letu hili, yaani mwinjilisti unatakiwa uwasigine. Nikasema haya, mimi mwenyewe wamenisigina, mimi nitasiginaje watu sasa? Unaelewa hiyo kitu? Akaongea vile, nikana muangalia tu yule mama. Bwana aturehemu sana. Lakini asubuhi kulipopambazuka, tumejiandaa, tunajiandaa. Nikashangaa Roho Mtakatifu ananiambia, "Fungua Biblia. Soma Matendo 1:8 utafundisha Roho Mtakatifu na wewe ndio wa kwanza kufundisha asubuhi." Nikasema, kosa huyu Roho Mtakatifu utasema ni nani? Simejifunza kwenye Sunday school kule kwenye CS kwenye idara ya wamama. Nikasema tasema vile vile Roho Mtakatifu ni nguvu ya utendaji, alafu Roho Mtakatifu yatashuka pale pale. Nimemaliza. Nikaandika Matendo 1:8 somo Roho Mtakatifu. Tumefika kanisani. Yule mama ndo anaongoza ibada. Wameongoza ibada pale, wamemaliza sadaka. Mwinjilisti ombe sadaka. Nikasema huyu mama jamani. Yaani anatamani kama anichangamshe. Unaelewa? Ishi kwenye ramani. Ishi kwenye ramani. Yesu hajawahi kuidhalilisha kazi yake popote. Bwana asifiwe. Tafuta tu yeye ajulikane zaidi kuliko wewe. Bwana asifiwe. Nikaombea sadaka na tetemeka na vile amenishtukiza. Bariki matoleo haya. Nikaona ndo nikasema sasa ngoja ashuke na moyo zaidi, maana yeye ndo mkurugenzi wa hilo eneo. Tukamaliza, ukasema sasa ni wakati tunakwenda kumkaribisha tumishi wa Mungu. Mama mkurugenzi ndo wamemwita nikaribishe mwinjilisti wa kimataifa. Jamani ndo kwanza naanzia kijijini siku hiyo. Haya,
anavyonielezea Mungu anamtumia, na tutamwona Mungu hapa. Yule mama Mungu ambariki sana, ni Mnyiramba yule mama, Mungu ambariki sana, amekuwa kivuko kikubwa kwenye huduma hii. Akasema Mungu anaenda kujitukuza. Jamani, tumshangilie Bwana. Watu wakapiga na makofi. Jamani, Mungu ni halisi. Yaani nilifika kwenye ile maiki, nimesema tu haleluya, watu walinyanyuka. Nilitoka na sauti nzito, hata mwangalizi aliyekuwa pale ile sauti haifiki. Bwana asifiwe. Nikashangaa, hata kujitambulisha nikasahau. Nikasema asubuhi ya leo na kwenye kongamano hili tunakwenda kujifunza kuhusu Roho Mtakatifu. Wangapi mnamjua Roho Mtakatifu? Watu eme. Nikasema Roho Mtakatifu ni nguvu ya utendaji. Nikasema soma Matendo ya Mitume 1:8, lakini mtapokea nguvu. Nikasema nimemleta Roho Mtakatifu kama nguvu kwenye kongamano hili, anakwenda kufanya maajabu. Akija ndani yako wewe sio mtu wa kawaida. Nikashangaa watu wameanza kunena kamata Roho Mtakatifu akakamata kanisa, watu wakaanza kuomba. Nikaona baba mmoja ametoka kule mwanzo kabisa wa kanisa, anatambaa na miguu, anatambaa, sijui yeye alikutana na nini, inawezekana naye alinipuuza. Roho Mtakatifu akakamata lile eneo, akakamata kile chumba, ukaja kama uvumi wa upepo, akatamalaki. Kwa mara ya kwanza nikamwona Bwana anajifunua kama kweli, nikauona uhalisia, nikamwona Bwana anajitambulisha kupitia mimi. Bwana, yule mama mchungaji akashindwa hata kuhubiri kipindi cha pili, maana Roho Mtakatifu alilikamata kanisa, aliwakamata watu. Tumemaliza pale. Sasa ni mkutano wa nje ambao ndo sijawahi, yani nilikuwa nahubiri tu mashuleni ile kawaida ile ambao Mungu alinipa tu hivi vipawa tangu shule. Kwa nikaa nikisimama ninahubiri, yani mimi tangu shule baba naitwaga mchungaji. Mwalimu wangu wa shule mwaka 2004 alinipa mpaka chumba. Akasema kuanzia leo Tina atakuwa anaombea watu kwenye darasa hili. Kwa ile jioni watu wakirudi shule hakuna tuition. Mungu ambariki yule mwalimu, sijui yupo. Hakuna tuition, nilikuwa watu wakija na mimi nawasomea tu ile Mathayo 11:28. Nasema njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa mizigo, nanyi atawapumzisha. Yesu anapumzisha. Una magonjwa, njoo, watu wanakuja. Na muujiza wa kwanza mwaka 2004 nilimuombea kipofu akaona hivi pa. Ule ulikuwa ni muujiza wa kwanza. Nikiwa mwanafunzi kadogodogo tu, yani nikiwa natokea kwanza nyumbani watu wanaita mchungaji, yani nashangaa, lakini ndivyo Bwana anavyotuchukua hatua ndogo ndogo mpaka kuja kufika hapa. Ni miaka ya kutosha. Tembea taratibu, pole pole, kwa kadiri anavyokutengeneza, kwa kadiri unavyotumika kwa uaminifu, ndipo anakuketisha na wakuu. Bwana asifiwe. Si unaona baba mtumishi, nilistahili kulala Submarine pale, alafu nimelala hoteli nzuri kuliko zile. Bwana asifiwe. Sio kwa kujigamba, lakini ni ile kwamba hatua ndogo ndogo zina maana kubwa. Wewe kaa hapo, vumilia. Yusufu alitulia, akavumilia, akatembea kwenye ramani, hakutoka kwenye ramani, lakini wakati ulipofika Bwana alimtambulisha yeye ni nani. Ikafika mkutano, tumerudi nyumbani, wakasema haya ni mkutano. Unajua ile kelele ilisikika, wana kijiji wakajikusanya wengi, wanasema kuna kamama kanahubiri. Wakaja kama kawaida, nikakuta wachungaji wamekaa. Sijawahi kutana na hiyo kitu, yani wachungaji wamekaa kama hapa pote. Wachungaji wa vijijini wanahudhuria sana mikutano. Alafu eti mimi nikafika, nikaona wale wachungaji wamesimama wananisalimia. Nikasema makubwa, yani nilikuwa natia huruma mpaka nachanganyikiwa yani. Sasa moyo ukawa unakimbia watu ni wengi. Mama mchungaji akaitwa tena, mkurugenzi atuletee mhubiri. Mkurugenzi wajibu, mama akanipamba tena, mwinjilisti
mwinjilisti tumekuja naye, na vile ameshaona na asubuhi ndo akakazia sasa. Ameshafurahi kweli. Wewe, nilipotoka pale kwanza nilisimama na wamama kwenye makongamano yetu, mama yani wako kuniimbia. Nilisimama, watu wakajua ni mbwembwe za wainjilisti, kumbe nilikuwa sina nguvu huko kwenye miguu. Niliposimama nikasema ili nikusanye nguvu, nikakimbia mpaka jukwani. Watu wanapiga vigelegele, wanapiga makofi, wanajua ni mbwembwe za mwinjilisti. Walipokuwa wanaendelea kuimba huku wanapiga makofi, nikafika nikasimama tena jukwani. Niliposimama pale jukwani, naangalia hivi, watu wanajua ni pozi la mwinjilisti, kumbe natuliza mapigo ya moyo. Ukaniangalia naona kama mtu ana mabawa, nikigeuka huko niangalie kama ana mabawa, kumbe ninashangaa anacheua vitu, mimi natamka. Nikasema yuko mponyaji, yuko anayefuta maagano, yuko anayeleta jambo jipya. Nakwambia wale Wasukuma waliokuwa kule walikuwa wamevaa shanga, wakapita mbele kuja kusalimisha maisha yao kwa mfalme Yesu. Nikamuona Bwana akajifunua kama kweli, na nimetembea naye kwenye hizo hatua ndogo ndogo. Nakwambia zina maana kubwa. Miaka 8 niko ninahubiri vijijini, ninabeba nguo zangu napeleka, nabeba sadaka zangu napeleka. Wakati mwingine natembea kwa miguu. Mume wangu, Mungu ambariki, alikuwa yuko radhi aende akakope hela anipe nikaipeleke Injili. Yule mtu aliyenyenyekea kwa Bwana, yule mtu anayejitoa kwa ajili ya Bwana, nakwambia Bwana hawezi kumwacha, Bwana hawezi kukusahau wewe. Tembea kwenye ramani. Yesu ni halisi wewe, Yesu ni kweli, anachosema ndivyo kilivyo. Hapo leo kirahisi sana mtu anitoe kwa Yesu anipeleke wapi? Siku moja nilikuwa Dar es Salaam, wakaja watu fulani wakaniita matajiri sana, wamefanikiwa sana. Wakaniita wale watu, si walinionaje kwenye mitandao hii, wanatutazama wote mpaka wakule pembeni. Wakaniita wakaniambia hivi, hongera sana kwa utumishi mzuri ulionao. Nasema asante. Nikani na waangalia, nikashangaa, ananiambia tunataka kuidhamini huduma yako. Naelewa. Wakawa nasema, unajua kwa viwango ambavyo umefikia, unamwelewa shetani wewe? Waga anakuja kama malaika wa nuru, na anakuja wakati una mahitaji hayo. Itunze, simama kwenye ramani, angalia Biblia inakwambia nini hicho nilichofanya. Bwana asifiwe. Wakaniambia tunataka kuidhamini huduma yako. Wakaniahidi vitu vingi, alafu wakaniambia tutakulipa 10% kadhaa, hela nyingi, maana sisi tunataka tukupeleke Marekani. Unajua huduma yako imesikika mpaka sio kwa nabii nani, wanaeleza, ninawasikiliza. Kwa kweli walikuwa ni kama wazuri sana walipokuwa wananieleza. Yaani walikuwa kabisa kama wanataka kunisaidia kupush Injili songe mbele. Lakini ninamshukuru Mungu, Yesu hahitaji kisaidizi. Yeye anafanya wakati wowote bila kuomba ruhusa ya mtu yeyote, bila kuhitaji msaada wa fedha ya mtu yeyote. Yeye kila kitu ni mali yake. Unapokaa kwenye ramani, anainua watu sahihi ambao watasaidia kufika mbali aliyowakusudia yeye. Nikawaangalia, nikawasubiri, wakajieleza kweli. Majamaa fulani hivi matajiri hatari, hapo yanatisha, anaweza hata kuua yeye. Inawezekana yananitazama kwa jina la Yesu aliye hai. Na walikutana na kitu kizito. Walitaka kunivuruga mimi, nikamwambia Mungu, ukitaka niendelee kukutumikia, nenda kafanye kitu. Walipigwa kitu, na najua wananiona hapa, wakanipigia
kuniomba, tunaomba utuombee. Nikamwambia Mungu, kile walichotaka kunifanyia kinanitosha. Kama unataka kuwaponya, nenda katumia mtu mwingine awaponye, mimi siwaombei. Bwana asifiwe. Nikawaangalia alafu nikasema hivi aliyenidhamini mimi mpaka leo wao wameniona ni nani? Yesu ndiye mdhamini wa agano jipya, na agano lake ni la milele yote. Akikuchukua, akikupaka mafuta, akisema mwanangu kanyaga twende, maana yake tunaenda kwenye milima, tutakwenda kwenye mabonde, tutakwenda, na kusudi lake lazima litatimia. Ipo kwa ajili ya kusudi la Bwana, sipo kwa ajili ya kujulikana. Ninachotaka ni Yesu ajulikane. Wakaniambia utajulikana mpaka nje ya nchi. Nikasema Yesu peke yake amejulikana kila mahali, na jina yake yakifika nitafika huko ninakotakiwa kufika. Hayo wao unafikiri wanaoinuliwa wako kama wewe? Wakanitolea na mifano ya fulani na fulani, wakaniambia kwani yeye hajafanikiwa? Nikasema sitembelei historia ya mtu aliyetoka kwenye ramani, sitembei na mtu ambaye alishindwa, sitembei na mtu aliyevunja agano. Nimeamua kuweka agano na Bwana. Maisha yangu ni kwa ajili ya Bwana. Sitaharibu agano eti kwa sababu ya fedha, eti kwa sababu ya heshima, eti kwa sababu ya cheo. Mimi cheo sio cha kushikamana nacho, maana heshima ninayoipata ni kwa sababu ya Yesu kuwa ndani yangu. Nikasema sitamwacha Yesu kwa sababu ya mikate, na siwezi. Yaani siwezi. Bwana kupa ushuhuda wewe, nimewahi kataa gari. Unaelewa? Nimewahi kataa gari. Kuna mtu aliniambia anipe gari, na nilikuwa nimeonyeshwa kitu na Bwana. Nikasema kama ni kwa miguu nitatembea, ili mradi injili ihubiriwe. Kwani Yesu alitembea kwenye nini? Kwani mitume walitembea kwenye nini? Kama gari litakuja ni kwa wakati wa Bwana, lakini sio kwa tamaa. Majira ya Mungu yakifika, unapata vitu ambavyo havina majuto. Unipe gari unifanye kuwa wa kwako wewe. Bwana asifiwe. Sijui kama kuna mtu unanielewa. Ninakwambia Yesu ni kweli, na nimekwambia ukweli ni uhalisia usio na shaka. Liamini neno la Bwana. Ikiwa Yesu alikufa, amini kwamba ulikufa pamoja naye. Ikiwa Yesu amefufuka, amini kwamba umefufuliwa pamoja naye. Sawa sawa na kitabu cha Waefeso. Kasome Biblia utajijua wewe ni nani. Bwana asifiwe. Nimalizie hapa, niwaruhusu tuondoke nyumbani. Alafu kesho tutaendelea, usipange kukosa. Kesho tutaendelea na tutalimaliza hili somo. Na ninasema Bwana, kwa yule ambaye amelikubali hili neno, ni majira ambayo yule anayekubali kutembea na Bwana, Bwana anamtumia kwa mafunuo makubwa. Unashangaa nini? Ninasema hivi, Yesu akasema kazi nizifanyazo namna zaidi ya hizi tutazifanya. Anayetakiwa kufanya ni mimi na wewe tunayekubali Yesu awe njia kwetu, Yesu awe kweli kwetu. Hatutatoka kwenye ramani, maana tunaamini kile alichosema ndicho kitakuwa. Bwana asifiwe. Ngoja niseme kaka kipengele. Na leo sitaombea hata watu, tutamshukuru tu Mungu hapa. Tutaondoka kwa sababu tumeshaomba. Ila kesho tutakuwa na maombezi maalum, hasa zile nyakati za jioni kama hizi. Ninaweza hata nisihubiri, lakini tukawa na yale maombi ya omega, yale maombi ya upako mpya yatakayotupeleka kwenda kuanza msimu mpya ndani ya ramani. Na ninasema tutamuona Bwana, tutamuona Bwana, tutamuona Bwana. Leo nilipokuwa kwenye maombi, niliwaona watu, nikawa ninawaambia zote inue watu hawa. Nikaona watu waliokaa wananyanyuka. Yuko mtu mmoja hapa aliyekubali kutembea kwenye ramani.
ile sura ya 8 mstari wa 31. Kama kuna mtu anaweza kunisomea hapa haraka haraka, na malizia hapo, tunaondoka. Thank you so much Lord. Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, lichukue neno hili kuwa la kwako. Yesu anaongea na wewe Mkristo uliyeko hapa, uliyemwamini. Twende. Ninyi mkikaa katika neno langu, ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Twende. Tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Amen. Bwana asifiwe. Yesu anaongea na wale Wayahudi waliomwamini, anasema ninyi mkikaa katika neno langu. Maana yake anasema ninyi mkikaa katika njia yangu, ninyi mkikaa katika ramani yangu, ninyi mkikaa katika mafundisho yangu, ninyi mkikaa katika maelekezo yangu, anasema mtaifahamu kweli. Sikiliza nikwambie, mwana wa Mungu, kabla ya kuifahamu kweli, anasema mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Kwa hiyo ukiwa nje ya ramani, hauwezi kuwa mwanafunzi wa Yesu kweli kweli. Hata kama unaokoka unanena kwa lugha, uko nje ya ramani, wewe sio mwanafunzi wa Yesu kweli kweli. Nikana tafakari kitu kwamba kuna kweli kweli hizo, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Nikasema okay, kumbe kuna maigizo pia. Nimekwambia kweli ni uhalisia usio na shaka, yaani ni kweli ndivyo ilivyo. Bwana asifiwe jamani, haleluya. Yesu anachoongea, nimekwambia ndivyo kilivyo. Anachokisema ndivyo kilivyo. Anaposema wewe ni mtoto wangu, maana yake anachotaka utembee kwa kufuata mausia ya baba yako. Kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya 3 ule mstari wa kwanza anasema, tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba. Anasema tuitwe wana wa Mungu. Ninapenda linalofuatia, anasema na ndivyo tulivyo. Akisema wewe ni mwana, ni ukweli usio na shaka, ndivyo ulivyo jamani. Amina. Sasa nataka ufunguke kitu hapa. Yesu anachokiongea hapa, yaani wewe ukikaa katika neno, umekuwa mwanafunzi wake kweli. Ukikaa wapi? Ukikaa wapi? Bwana asifiwe. Yesu ndiye neno mwenyewe, Yesu ndiye njia mwenyewe. Kumbe ukikaa ndani yake, umekuwa mwanafunzi wake kweli kweli. Alafu anaongeza yale maneno, anasema utaifahamu kweli, nayo kweli itakuweka huru. Kumbe ninapoamua kumfuata Yesu, maana yake ninafuata maelekezo, na ninapofuata kwa kufuatilia hatua kwa hatua, sio kufuata tu. Anaposema ukikaa katika neno langu, anasema umekuwa mwanafunzi wangu kweli kweli. Maana yake ninaanza hatua ya kwanza, alipowaita wakina Petro wakaitika wito, wakaenda kwenye ramani, wakasema tumekuja. Kitendo cha kwenda kukaa kwenye ile ramani, akasema sasa wanangu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Kazi ya mwanafunzi ni kujifunza. Ikiwa wewe ni mwanafunzi wa Yesu, Yesu ni mkufunzi wako. Yale uliyoyajua, yale ambayo ufahamu wako hauelewi, Yesu akija ndani yako anakuelewesha yote, anakufundisha yote. Nilikwambia nikasema kwenye Yohana 8:12 anasema mimi ni nuru ya ulimwengu. Anapokuja kwako, nakwambia anafunua, unaona yote. Ndipo unaona jamaa mmoja aliyekutana na Yesu akaamua kuwa mwanafunzi kweli kweli.
kwanza kupata video zetu, usisite kubonyeza alama nyekundu na kusubscribe, kisha bonyeza kitufe cha kengele, na kwa kufanya hivyo utakuwa wa kwanza kuhabarishwa na NYTV. Unangoja nini sasa? Ili kupata habari za uhakika ni NYTV pekee.